Mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Jumatatu. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 12 hadi ya 17 na 23 hadi ya 25. Ni habari za Yesu ambaye Mathayo anazungumza aliposikia kwamba Yohana amefungwa gerezani. Yeye aliondoka akaenda Galilaya, akitoka Nazareti akaenda hadi Kapernaum, na baadaye ukatokea ule unabii ambao ulizungumza kwamba mipaka ya Zabuloni na Naftali ile miji iliyokuwa imezalauliwa, njia ya bahari ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa, wale watu waliokuwa wamekaa katika giza wameona mwanga mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Jambo tunalojifunza hapa ni hili: kilikuwa ni kipindi kigumu sana cha Yesu. Mtangulizi wake Yohana amekamatwa, amewekwa gerezani, anasubiri kuchinjwa. Wakati huo pia alikuwa ametoka kule mlimani katika kufunga, amejaribiwa na shetani, amefunga siku 40, akamshinda shetani. Akaenda Nazareti, nyumbani kwao, akakataliwa kwa ndugu zake. Yohana amefungwa, ametoka kwenye majaribu, amekataliwa na ndugu zake, walitaka kuweza kumuua, akapita katikati yao. Lakini matukio yote haya matatu makubwa hayakumfanya Yesu aache kutekeleza kusudi la Mwenyezi Mungu ambalo alikuwa ameitwa nalo. Hakupoteza mwelekeo wake, hakulose focus. Kuna watu katika maisha yakitokea machangamoto madogo tu, imetokea misiba, imetokea vifo, yametokea magonjwa, umekataliwa na baadhi ya watu, umepata majaribu, umeanguka kwenye vishawishi na mambo mbalimbali, unaacha kusudi la Mwenyezi Mungu, unaacha kazi ya Mwenyezi Mungu, unaacha maisha yale uliyokuwa nayo, unaacha furaha uliyokuwa nayo, unarudi nyuma, unabakia pale pale. Mwaka huu haijalishi mbele yako kuna magumu ya namna gani yametokea, watu wako muhimu waliokuwa wamekutangulia wameondoka, usije ukakata tamaa. Mwenyezi Mungu huwa anaruhusu kila jambo kwa wakati wake. Huyo ambaye alikuwa amekutangulia, yani kipindi cha Yohana Mbatizaji kilikuwa kimekwisha, akawa ameshaondoka. Sasa kipindi cha Yesu kinakuja. Kipindi cha huyo mtu ambaye ulikuwa unamuona kwamba ni wa muhimu sana kimekwisha. Hasa hivi ni wakati wako wa kuweza kusimama katika kusudi la Mwenyezi Mungu, kutekeleza lile ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka ndani mwako. Usipende kusimama nyuma ya migongo ya baadhi ya watu. Mwenyezi Mungu alikuleta duniani kwa kusudi maalum. Simama, songa mbele. Na ujumbe wa Yesu baada ya hapo, anaanza watu watubu na kuweza kuiamini Injili. Ndio ulikuwa ujumbe wake, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Akawa anazunguka katika maeneo yote. Kwa nini alianza na habari za kutubu? Dhambi zinamfanya mtu aondokane na uwepo Mwenyezi Mungu, na mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi zinamfanya mwanadamu ajitenge na Mwenyezi Mungu. Adamu na Eva walipotenda dhambi walikimbia mbele ya uso Mwenyezi Mungu. Dhambi zikija katika safari yako ya maisha zinakutoa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Yesu anaanza toba, ndio itakayoweza kuja kurudisha wewe katika mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Na hiyo toba, ukirudi kwa toba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu, ukatubu, toba ambayo inakupelekea ondoleo la dhambi, machangamoto mbalimbali, magonjwa, shida mbalimbali ambazo uko nazo zitaondoka. Kipindi hiki ambacho tuko nacho ni kipindi kigumu sana. Watu wanatafuta miujiza, watu wanatafuta nguvu za Mwenyezi Mungu zije katika maisha yao, wapone magonjwa, waponye wasiwasi ambao wamekuwa nao katika kuweza kuachwa na ndugu zao kuweza kuwafanya mambo ya ajabu hadi katika mipango ya kuweza kuwaua. Wanatafuta uso wa Mwenyezi Mungu, lakini ni wachache sana ambao wanatenga muda wao kwa ajili ya toba, kwa ajili ya maungamo, kwa ajili ya kurudisha mahusiano na Mwenyezi Mungu, ili toba hiyo iwafanye wapokee kile kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ameweka ndani mwao. Watu hawa walipotubu dhambi zao, Yesu aliponya kila aina udhaifu,
aliponya magonjwa yao, akawafanya watu wakawa na furaha. Siku ya leo hudumu katika toba kwa Mwenyezi Mungu, yeye atakurudia. Ndio maana neno la Mwenyezi Mungu nimesema, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, naye ataturudia sisi katika kila aina ya udhaifu. Changamoto ambazo ziko mbele yako zisikufanye ukapoteza kusudi la Mwenyezi Mungu lililoko ndani yako, na baada ya hapo hudumu katika lile kusudi, na Mwenyezi Mungu akubariki, akulinde katika siku ya leo, katika kila hatua zako utakazoweza kupita, na damu ya Yesu iweze kuwa kinga katika maisha yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.